السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآله. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake mtaharifu na ali za mtume wake walio wataharifu, na wausieni na kujihusia nafsi yangu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo funguo za mafanikio ya maisha yetu hapa duniani na tunapoingia katika safari ya kurudi kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Mazungumzo yangu ni msururu ulioanza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuhusu mahusiano ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Tulijaribu kuuliza maswali kwa kuwa, je, uhusiano baina ya mja na Mola wake yatakikana uwe ni uhusiano namna gani? Yawe ni mahusiano sampuli gani? Tukafikia natija kwa kuwa mahusiano mazuri baina ya mja na Mola wake ni mahusiano ya mapenzi, mahusiano ambayo ndani yamejaa huruma, yamejaa mapenzi, mahusiano ambayo ni ya ishq, kama wenyewe wanavyosema, ni mapenzi yale yaliyopita kiasi baina ya pande mbili. Hebu tujaribu kuangalia katika maisha yetu, mahusiano ya mzazi na mtoto anapokuwa mdogo yanakuwa ni mahusiano namna gani? Mahusiano kama haya utapata kwanza hayana maslahi ndani yake, hayana maslahi aina yoyote, kwa maana mzazi anampenda mtoto wake, hakuna maslahi anayopata ndani yake, na mtoto automatic kimaumbile anampenda mzazi. Mbali ya mapenzi ndipo anapopata utulivu kwa wazazi wake. Ndipo utapata hata mtoto akiwa mdogo, ikiwa mzazi amekaa tu, basi yeye huwa ametulia. Utampata anaweza kucheza na hawako pamoja, mzazi mekaa kando, yeye amekaa kando. Kwa sababu ya nini? Ule utulivu anaupata kwa mzazi wake. Na ndipo hata sisi mara nyingi katika lugha ya Uswahilini, mtu anapopata mtoto amwambia inshallah awe ni mtoto mwema na kipumbazi. Kwa nini kiwe ni kipumbazi? Yani kwa maana ni mtoto ambaye ataleta utulivu ndani ya nyumba, atazidi kuleta mahaba na mashikamano mazuri ndani ya nyumba. Na hapa haya ndiyo yale mahusiano ambayo yanayotakiwa baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ni mahusiano ambayo kwanza yamejaa mapenzi ndani yake na hayana maslahi yoyote, ambapo mimi nikirudi kwa Mola wangu sirudi kwa sababu kuna mambo fulani ninayahitaji au kwa kuwa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutishia kwa moto wa Jahannam na adhabu kalikali, kwa hiyo mimi ninarudi kwake. La,
yasiwe ni mahusiano ya namna hii. Na ndipo hebu tujiulize, Nabii Allah Musa salamullahi alayhi, wakati alipokuwa anafuatwa na jeshi la Firauni, wameshafikiwa, wako karibu, waangalie wale wafuasi wa Nabii Allah Musa salamullahi alayhi walimwambia nini? Inna la mudrakun, sisi tumeshafikiwa, tumeshapatikana, kwa maana hatuna chetu, tushamalizwa. Angalia uhusiano baina ya Nabii Allah Musa salamullahi alayhi na Mola wake, ni uhusiano ambao umempa utulivu. Nabii Allah Musa aliwaambia nini? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ndio ile tuliposema kwa kuwa ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, kwa maana ule uhusiano unapokuwa ni uhusiano wa mapenzi, ni uhusiano ambapo baina al-ashiqi wal ma'shuq, yani yale mapenzi ya kupita kiasi, mapenzi ambayo hayana maslahi ndani yake, mja anarudi kwa Mola wake kwa sababu anastahiki kuabudiwa. Ndio utapata hata ibada zenyewe, mtu anapofika daraja kama hii ya mahusiano, anaporudi kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, anamuabudu kwa kuwa yeye anastahiki kuabudiwa. Na ndipo tujiulize leo, utakuta mara nyingine waweza kumpata mtu amefanya jambo zuri, amefanya jambo ambalo linastahiki asifiwe, apewe pongezi au apewe zawadi, na wewe ukampa zawadi au ukampa pongezi. Umempa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu lile jambo ni zuri, linastahiki kupongezwa. Yule mtu amelifanya jambo zuri, anastahiki kupewa zawadi na kupewa ahsanta. Kwa hiyo umerudi kwake kwa sababu lile jambo limefika kiwango cha kustahiki kusifiwa. Lakini mara nyingine kuna tatizo kubwa, hususan leo tunapoona katika maisha yetu, waweza kufanya jambo lenyewe kwako kwa kipimo cha ubinadamu, kwa kipimo cha dini ni jambo zuri, lakini kwa sababu upande wa pili lile jambo halimridhishi, na ni mtu ana nguvu, ni mtu anaweza kukuchukulia uamuzi aina yoyote mpaka wa kukuondoshea maisha yako. Kwa hiyo utarudi kwake sio kama huyu wa kwanza, warudi kumpa pongezi kwa sababu anastahiki kupewa pongezi. La, utarudi kwake kuomba msamaha. Kwa sababu ya nini? Ya kuogopa asije akakudhuru, asije akakufanyia ubaya, au asije akakumaliza. Kwa hiyo lile jambo linastahiki kufanywa, sio kwamba halistahiki. Ni jambo zuri na linastahiki kupongezwa, lakini kwa sababu upande wa pili haridhiki kwa jambo kama lile, inakulazimu urudi kwake, japokuwa yeye ni muovu, uombe msamaha kwake kwa sababu asije akakudhuru. Siona tofauti ya mambo mawili. Jambo la kwanza, kwa sababu ya ubinadamu wako, kwa sababu ya utu wako na maadili yako mazuri, umeliona kwa kuwa ni jambo zuri, linastahiki kusifiwa, linastahiki kupewa pongezi, ukatoa pongezi bila ya kupata maslahi yoyote katika lile jambo. Lakini jambo la pili umeliona kwa sababu umesimama na ukalipinga
au umesimama ukaliunga mkono, lakini kwa sababu umeona utapatikana na madhara ukarudi kwenda kumuomba msamaha, na wewe unajua wazi kwa kuwa hastahiki kuomba msamaha, lakini ni kwa sababu gani? Waogopa asije akakudhuru. Kwa hiyo mahusiano ya baina ya mja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haitakikani yawe ni mahusiano ya mimi ninaporudi kwake ni kwa sababu nina shida, kwa sababu nina matatizo. Sasa hebu tujiulize, ikiwa ni uhusiano ya sampuli ya pili, ndipo pale unaporudi kwake matatizo yako yakaondoka au shida zako zikatatuliwa, basi insha Allah Taala utakuwa umeshasahau hapo kwa kuwa wewe ulimrudia Mola wako, kwa sababu kuanzia mwanzo hukurudi kwake kwa kuwa yeye anastahiki kuabudiwa. Umerudi kwake kwa sababu ya matatizo yako, au umerudi kwa sababu ya shida zako. Ndipo hapa tukasema haya mahusiano baina ya mja na Mola wake yatakikana yawe ni mahusiano yaliyojaa mapenzi. Hapa kunatoka msingi kwa kuwa mimi ninapomwabudu Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala, madamu nimefikia daraja hii, inakuwa ibada yenyewe ni kama alivyosema al-Imam Ali salamullahi alayhi, kwa kuwa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, qauman abadu Allaha shukran fatilka ibadatul ahrar. Kwa kuwa mimi ninamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa yeye anastahiki kuabudiwa, ndio ninampa shukrani ya Rabbi. Kwa kuwa ibada mimi ninarudi kwako wewe, wastahiki kuabudiwa. Sirudi kwako kwa sababu ya shida, sirudi kwako kwa sababu ya matatizo. Wajadtuka ahlan fa'abadtuk. Na ndipo pale ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya, kwa sababu wewe umeshaichagua hii njia na umeiona kwa kuwa ni njia ya sawasawa, ni njia inayostahiki kufuatwa, mbali ya zile thawabu nyingi ulioahidiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini umejichagulia hii njia kwa sababu Mwenyezi Mungu anastahiki kuabudiwa, anastahiki kushukuriwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, matatizo yoyote unayoyapata, dhiki zozote na tabu zozote na misukosuko yoyote unayoipata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya, kwa sababu inakuwa ni nafsi almutmainna, nafsi iliyotulia, nafsi yenye misingi mizuri, nafsi iliyokita katika imani. Kwa hiyo rudi kwa Mola wako hali ya kuwa umeridhia na umeridhiwa. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Kwa kuwa ni mahusiano ya pande mbili, unaporudi kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin radiyatan mardhiya, kwa sababu umekita katika mahusiano mazuri na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mwenye kukutikisa, hakuna mwenye kukuyumbisha, wala hakuna mwenye kukutoa kwenye mipaka ambayo inastahiki ifuatwe. Na ndipo pale unapowaona maulama wetu, mfano mdogo Sayyidul Qaid, katika alipokuwa anamswalia Sayyid Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani aliyeuliwa au aliyekufa kwa mlipuko wa helikopta, angalia alikuwa ile dua akiomba, sema nini? Kimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ya Rabbi niruzuku shahada ya kurudi kwako ya Rabbi radiyatan mardhiya, yani mbali ya vitisho vyote, mashambulizi kila aina, vikwazo vya kila aina, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya. Kwa hiyo unapata istiqrar, unapata utulivu. Hakuna anayeweza kukutisha wala hakuna anayeweza kukutikisa, kwa sababu una nini? Una misimamo ambayo inatakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwe nayo, kwa sababu umefungua uhusiano mzuri unaostahiki baina ya mja na Mola wake. Lakini tatizo kubwa liko hapa, tunapokosa kipimo hiki au tunapoukosa msingi huu, tunaangukia kwenye misingi miwili tuliyoambiwa na Imam Ali salamullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, aliposema inna qauman abadullaha raghbatan fatilka ibadatu tujjar
wa inna qauman abadullaha rahbatan fatilka ibadatul abid. Kwa sababu kama nilivyosema, ikiwa leo mimi nitakuwa ndani ya msikiti au katika shule yoyote au katika mimbari yoyote, kuna mambo yanastahiki kusemwa, ni mambo ya msingi yanayohusu umma wa Kiislamu, lakini kwa sababu ya kumuogopa tajiri yangu au muajiri aliyeniweka katika mimbari kama hii, ikawa mimi nimefunga mdomo, au ikawa mimi kama leo mnavyoona baadhi ya nchi za Kiarabu mtu leo ni msemaji rasmi sawasawa ni wa Imarati au ni wa nchi nyingine yoyote, anainuka kusema kwa kuwa Irani hawana Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu lau wangekuwa na Uislamu wasingetupiga. Sasa wewe unayesema kwa kuwa huyo hana Uislamu, wewe uko na Uislamu? Kwa sababu wewe Uislamu wako ni kwa kadri ya tumbo lako. Ndipo aliposema al-Imam Ali salamullahi alayhi, huwa ni ile ibada ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dini inakuwa ni kwa kadiri ya mahitaji yangu ya binafsi au mahitaji ya umma wangu, si kwa kipimo cha Uislamu unavyosema. Ndipo wao wanaichukua dini kuwapimia wengine kwa kipimo cha maslahi yao. Ndipo pale Jalal Amini alipoandika kitabu chake cha Khurafatu Taqaddum, kwa kuwa watu wametuwekea vipimo ambavyo wao wanavikubali, si vipimo vimeelemea au si vipimo ambavyo vimekaa kwenye misingi ya ubinadamu au misingi ya kidini. Na ndipo utakuta wanataka kuwapimia watu wote kwa misingi kama hii. Na ndipo al-Imam Ali salamullahi alayhi aliposema hivi, ni kwa maana mimi ninaporudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa mahusiano yangu baina yangu mimi na yeye si mahusiano ya mapenzi, si mahusiano yenye misingi mizuri ya rahma, rafa. Kwa hiyo mimi itakuwa uhusiano wangu utarudi ni aina mbili. Utarudi ima ni uhusiano wa kibiashara au ni uhusiano wa watumwa. Kwa sababu mimi ninapoogopa kusema juu ya mimbar au ninaposema kuwatetea wa Palestina juu ya mimbar, kisha nikajua wazi kwa sababu muajiri wangu haridhiki mimi niizungumzie Palestina, au kwa sababu waumini wanaonisikiliza hawaridhiki mimi niizungumzie Jamhuri ya Kiislamu, nikaomba radhi, ndio hizi ibada za watumwa. Kwa sababu sio kwamba wanastahiki mimi niwaombe msamaha, la, ni kwa sababu ninaogopa nisije nikakosa mkate wa tumbo langu. Kwa hiyo ibada yangu inakuwa ni ibada ya nini? Ibadatul abid, ni ibada za watumwa. Kwa hiyo mimi ninapokuwa na mahusiano na Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni mahusiano ya namna hii, mimi sirudi kwake isipokuwa ninapokuwa na shida, ninapokuwa na dhiki, ninapokuwa na matatizo. Kwa hiyo ndipo pale unakuta uhusiano wangu mimi na Mola wangu ni kwa kadiria hii. Na hata dini utakuta kuna watu dini zao zinayumba, huwa hawana misimamo. Kwa sababu gani? Mambo yanapoelekea kuwa mazuri utapata alhamdulillah hawatoki misikitini. Mambo yanapokwenda kombo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawekwa kando. Kwa sababu gani? Ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat Az-Zumar aya ya 8 anaposema, wa idha massal insana dhurrun daa rabbahu muniban ilayhi thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi. Kwa kuwa mwanadamu anapopatikana na matatizo, anapopatikana na shida, na angalia Mwenyezi Mungu ametumia neno khawwalahu. Mwenyezi Mungu amemmilikisha, amempa uwezo, amempa neema zile ambazo yeye, kwa sababu automatic umbile la mwanadamu anapopata shida kila mmoja anarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hakuna asiyorudi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini angalia tatizo kubwa ndilo hili, ni ibada za wale watumwa au ni ibada za kibiashara. Thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi. Kwa hiyo alikuwa ni maskini,
akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akapata utajiri. Alikuwa ana hofu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuondolea hofu. Alikuwa na matatizo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuondolea matatizo. Lakini baada ya hapo, wanshaghala bilwad'i aljadid, baada ya kutoka kwenye matatizo aliyokuwa nayo, maradhi aliyokuwa nayo, shida, hofu, Mwenyezi Mungu adhaka minhu rahma. Mwenyezi Mungu ameshampa ile rehema yake, amemtoa katika hali matatizo, kwa hiyo anashughulishwa na ile hali mpya. Hebu tuangalie kisa kilichozungumzwa katika suratu Yasin. Yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, kwa kuwa alikwenda kwenye bustani akakutana na mwenzake, na yeye Mwenyezi Mungu amempa kila aina ya neema. Bustani lake mabustani mazuri, yana maji ya kutosha, ana kizazi kikubwa. Akawa angalia, anafanya mahojiano na mwenzake, mwisho paka ilimpelekea kumkataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema sidhani kama kuna Mwenyezi Mungu, lakini hata kama yuko, nikirudi kwake pia mimi nitakuwa na neema kama hizi nilizo nazo. Angalia mwanadamu, kwa sababu amezipata hizi neema na hajioni yeye alitoka wapi. Ndipo pale tuliposema kwa kuwa kuna jamii sampuli 3 au sampuli 4. Kuna wale waliotoka chini wakafika juu, mara nyingine wakishafika wanasahau kwa kuwa walitoka wapi. Na ndipo pale wengine wanataka tuizisahau historia zetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu historia ni lazima tufunganishe na maisha yetu, tujue sisi tulitoka wapi na tulipambana vipi, ilitumika mikakati aina gani, ndipo tutaweza kuchora ramani ya mustakabali wetu. Lakini ikiwa tutaikata historia kabisa, hatutoisoma, ndipo hapa itakuwa ni kama huu umma uliokuwa chini, ni jamii iliyokuwa chini, ikainuka, ikishafika juu ikasahau ilitoka wapi. Na ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema thumma idha khawwalahu ni'matan, itakuwa ni kama nani alivyosema Qarun, kwa kuwa nimezipata ni kwa juhudi yangu, mimi ninastahiki nipate, si Mwenyezi Mungu alionipa. Idha khawwalahu ni'matan nasiya ma kana yad'u ilayhi. Na katika surat Fussilat Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala in adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadha li wama adhunnu as-sa'ata qa'imatan wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wala nudhiqannahum min 'adhabin ghalidh. Hebu angalia mwanadamu anapofika innama utitu ala ilmin indi, kwa sababu amesahau alipotoka. Tatizo kubwa liko wapi? Tatizo kwa sababu kuanzia mwanzo misingi ya uhusiano baina ya mwanadamu na Mola wake ni misingi isiyofaa, ni misingi ya watumwa. Mtumwa atafanya kazi kwa kadiri inayohitajika ili yeye aweze kuishi. Na ndipo yale matukio niliyoeleza, baadhi ya waandishi wanatuambia wale waliochukuliwa kutoka Afrika na Muamerika wakati walipokuja kuzivamia nchi zetu za Afrika, wakachukua watu kwa nguvu, wakenda wakawafanya watumwa, wakawa wanafanya kazi za dharubu. Lakini kuna wengine hususan upande wa wanawake, wao walikifanya kazi za ndani ya majumba. Ilikuwa ni kazi sana za kupika, kusafisha, kuosha vyombo, kupiga deki, ni kazi za ndani yani. Sasa wao walikuwa kila kinachobaki ndani, kwa sababu wale zilikuwa familia ni kubwa za wazungu, wana mashamba makubwa. Kwa hiyo chakula kinachobaki wao ndio wanaofaidika ndani. Sasa ilikuwa chakula kizuri, kile makombo yanayobaki wanapata wao. Kwa hiyo hawa wanaofanya kazi ya mashamba ya kulima ilikuwa ni watu wanapata dharubu sana. Chakula chenyewe ni chakula hakitoshi, maisha yenyewe magumu. Wakapanga mikakati ya kutoka kwenye utumwa. Walipoanza mapambano, wanakuta kila wakikaa kupanga
njama zao zinajulikana, mipangilio yao inajulikana, wakawa wanajiuliza tatizo liko wapi? Kwa sababu tumekaa ni sisi wenyewe, tumepanga ni sisi wenyewe, hakuna mtu wa nje aliyekuja. Hizi habari zilitoka vipi? Ndio walipoanza kufanya uchunguzi, wakaja kugundua kwa kuwa hawa wenzao wanaofanya kazi ndani ya majumba ndio walikuwa wanapeleka ripoti, kila wakikaa pamoja kupanga wanakwenda kusema. Wakaweka chini kuwauliza tatizo liko wapi. Angalia jibu. Kwa kuwa sisi tuko hapa, twalala bure, twala bure, kila kitu twapata bure. Je, tukipata uhuru, hiki chakula kizuri tunachokila tutakipata wapi? Siona, haya ni historia inazungumzwa, si mambo ya nini. Sasa kwa hiyo hebu jiulize, hawa watu wanaishi vipi? Ndizo hizi ibada za watumwa, si kwa maana ni wewe yule mtu ambaye umekuwa mtiifu kwake, uko tayari mpaka kuuza ubinadamu wako na utu wako, wewe ni mtumwa kwake. Kwa hiyo uko tayari wewe kubaki kuwa ni mtumwa wake maisha yako yote. Kwa sababu gani? Usikose nini? Mkate wa tumbo lako. Siona hatari? Na ndipo hapa niliposema kwa kuwa leo mpaka juu ya mimbar mtu kuzungumzia haki anajaribu kuzunguka kutafuta njia, nitasema vipi kwa sababu waumini wasije wakakasirika, tajiri yangu wasije akakasirika. Siona hali ilivyofika. Kwa hiyo tumechukua dini, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika baadhi ya aya, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah wa dhalika huwa al-khusran al-mubin. Angalia, kuna watu dini zao ni kama yule anaining'inia kwenye jabali. Hafai kupata dharuba aina yoyote, hafai kupata tatizo aina yoyote, hafai kupata mitikiso aina yoyote. Akipata upepo tu kidogo umeshamwangusha, kwa sababu dini yake ada harf. Dini ni kwa kadiri ya tumbo lake. Kwa hiyo wewe leo hata unapotaka kuunga mkono haki katika matatizo yanayoendelea Mashariki ya Kati, Middle East, pia unatafuta njia na vipengele kwa sababu usionekane kwa kuwa wewe ni mbaya. Ya abudullah ala harf. Kwa hiyo tumemchukua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumemweka kwa kadiri ya matumbo yetu. Dini yetu imekuwa ni dini ni kwa kadiri ya matumbo yetu. Matumbo yangu yakiwa hatarini, basi pia dini maasalama. Na ndipo hata wakati Gaza ilipokuwa inapigwa, kuna baadhi ya mashehe Mombasa walipoizungumzia Palestina walitolewa misikitini, na ndipo wengine wakafunga midomo. Vita vya siku 12 watu walipotaka kuizungumzia Irani, kuna mashehe juu ya mimbari waliogopa kuzungumza kwa sababu wasije wakatolewa misikitini. Na leo ndipo utapata wengine, mtu anatafuta njia ya kuzungumza, takueleza sijui madamu yeye Sayyidul Qaid Sayyid Ali al-Khamenei rahmatullahi ta'ala alayhi ni Muislamu, wao wanaamini kwa kuwa ni Waislamu, wewe tufanye nini? Yani atafuta njia zile tunasema mubarrirat za kuweza kukuokoa ili wewe usikose mkate wako. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Kwa hiyo kunapokosekana uhusiano ambao uko imara, uhusiano ambao utamfanya mtu kweli aambiwe ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i, unapopatikana na matatizo aina yoyote, unapopatikana na dharuba aina yoyote, unapopatikana na mashambulizi aina yoyote, ukasema kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ikiwa wewe utakosa misimamo hii, kwa maana ni ile ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, kwa kuwa madamu umemweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mahusiano ni baina al-ashiqi wal ma'shuq. Yanapokuwa ni mahusiano namna hii, yanapokuwa ni mafungamano yanakuwa imara namna hii, basi na imani hakuna yoyote anayeweza kukutikisa. Na ndipo historia inatuambia Mtume sallallahu alayhi wa ali kuanzia mwanzo, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum, alipotumilizwa, hebu angalia zile dharubu alivyozipata. Alipata dharubu
Mwanzo walijaribu kutaka kumghuri, kumpa dunia, kumfungulia mifereji, tutakupa hiki na kile. Waliposhindwa kumtishia, lakini inna ma'iya rabbi, akiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko katika moyo wako, umefungua uhusiano baina yako wewe na Mola wako, ni uhusiano unaostahiki, basi misingi itakuwa ni imara, ni misingi ambayo itakuwa ni ile nafsi, itakuwa wewe ni mtu ambaye umeridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe umeridhia. Na ndipo pale tunapoambiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yardha li ridha Fatima, au ntampa bendera kesho mtu ambaye ampenda Mwenyezi Mungu na mtume na apendwa na Mwenyezi Mungu na mtume. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mapenzi yao yamesimamia hapa, si mapenzi ya maslahi ya biashara. Mapenzi ya biashara ni kwa kadri ya biashara, ndipo utakuta mara nyingine wafanyi biashara uhusiano wao wa kibiashara tu, hauvuki zaidi ya hapo. Na uhusiano wa utumwa ni ule uhusiano mtu ni kwa kadri ya tumbo lake apate. Na ndipo nikasema utakuta mara nyingine utamrudia yule mtu ambaye hastahiki kuombwa msamaha. Na ndipo leo unapokuta baadhi ya nchi zinaogopa hata kusema kwa sababu ya kumuogopa Trump. Ni kwa kuwa Trump kweli hastahiki kuogopewa? Ani khaufan min batshi, kwa sababu ya ule uoga, kwa sababu ya kicho asije akatumaliza. Kwa sababu nini? Kwa sababu ule msingi wa imani ambao utakupa utulivu haupo katika maisha yako wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huu ni msingi muhimu, msingi ambao katika maisha yetu sisi tuangalie ni msingi, ni kama baina ya mzazi au wazazi na mtoto anapokuwa mdogo. Hebu angalia haya yanakuwa ni mahusiano aina gani? Yanakuwa ni mahusiano yanaleta utulivu. Mtoto anaona kwa kuwa mimi himaya yangu ni kwa mzazi wangu, chochote kinachompata anakimbilia kwa mzazi wake, ndipo mahali anapopata utulivu. Mzazi akiingia ndani, utapata zile furaha, utu uzima wote unamtoka kwa kucheza na mtoto wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu mapenzi pande mbili, hakuna maslahi aina yoyote. Hakuna maslahi unayopata huku wala huku, kwa sababu anastahiki kupendwa. Kwa hiyo ikiwa uhusiano wetu sisi na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala utasimamia kwenye msingi huu, wajadtuka ahlan fa'abadtuk, hii ndio itakuwa ni natija ya haya mapenzi. Itakuwa tunaporudi kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa kuwa yeye anastahiki kuabudiwa, ni kwa kuwa yeye anastahiki kushukuriwa. Shukrul mun'imi, amenipa neema zote, hahitaji kitu chochote kutoka kwangu, hana haja yoyote kutoka kwangu. Kwa hiyo amenipa ni kwa maslahi yangu, kwa sababu anipenda, kwa sababu ananihurumia, kwa sababu matatizo yanayonipata nikirudi kwake yeye ananitatulia matatizo kama haya. Kwa nini mimi sianzishi uhusiano wangu ikawa ni ule uhusiano ala bidhikrillahi tatma'innul qulub? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahumma salli ala Muhammad.